60. Filimbi ya mwisho ya maamuzi inapulizwa, anakwenda kukabidhiwa ubingwa RS Berkane. Hii yatakuwa ni matusi makubwa mno. Ilifanyika 93, haipaswi kujirudia mwaka 2025. Tunataka kwenye kutoa medali pale, sisi tu wa mwisho kwenye kuvishwa medali. Maana mshindi wa pili anakuwa wa kwanza kuvaa medali. Tunataka hiyo tarehe 25 sisi tu wa mwisho aanze kuvishwa medali Berkane ambaye ni mshindi wa pili. Baada hapo aje mnyama kuja kuvishwa medali. Kuna kuaga na medali za aina mbili. Kuna medali ya shaba na medali ya dhahabu. Tarehe 25 sisi tunataka kuvaa medali ya dhahabu, na hili sio jambo la kitoto, ni jambo kubwa, ni jambo zito, ni jambo linalohitaji commitment ya 100% na zaidi ya kila mwana Simba. Kuanzia hivi sasa kila mwana Simba aanze mapambano, na kwa kuanza hilo kuanzia hivi sasa mwana Simba ni marufuku kuzungumza chochote kisichohusiana na fainali. Kama umechagua kujadiliana mpira kwenye kijiwe chenu, kwenye grupu lenu, kwenye tawi lenu, mazungumzo yetu wana Simba yawe ni mazungumzo yanayohusiana na fainali ya tarehe 17 na tarehe 25. Mazungumzo mengine ya aina yeyote ile wana Simba tuachane nayo. Huko sio sehemu yetu kwa hivi sasa. Sisi sehemu yetu ni fainali. Tuwaache wengine wazungumze huko kwa sababu ndiko walipo. Sisi hivi sasa hatupo kwenye fainali. Na kwenye magrupu yetu, mtu yote akianzisha mada isiyohusiana na fainali, admini ondoa huyo mtu, removusha huyo mtu. Wabaki wana Simba ambao wanajadili fainali. Kwenye kijiwe chetu, kwenye tawi letu, mtu anakuja na agenda tarehe 15 mwezi 6, huyo mtu ni wa kufukuza. Sisi tunajadili fainali ya Afrika. Tukisha malizana na Berkane tarehe 25, tutakuja tuanze mijadala mingine kuhusiana na mechi zetu 4 za mwisho za ligi kuu ya NBC. Lakini kwa sasa mada yetu, mazungumzo yetu ni fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kuelekea katika mchezo wetu hapa nyumbani tarehe 25, kwanza tunataka kuifanya fainali yetu kuwa fainali yenye hadhi kubwa zaidi kuliko fainali zote za kombe la shirikisho ambazo zimewahi kutokea na zimewahi kufanyika. Na mwaka huu niwaambie kitu kimoja ndugu zangu waandishi wa habari, fainali ya kombe la shirikisho na fainali ya ligi ya mabingwa, tunataka fainali ya kombe la shirikisho iwe na mvuto zaidi nje uwanja kuliko fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Na hii inawezekana kwa sababu walioingia fainali ya ligi mabingwa Afrika pamoja na ubora wao wa kiufundi, lakini hawana watu nje uwanja kwa maana ya mashabiki. Mamelodi wako wenyewe tu na Pyramids na wenyewe wako wenyewe tu, hawana mashabiki. RS Berkane ina mashabiki wengi katika mji wa Berkane, na Simba Sports Club tuna mashabiki wengi Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo tunataka kupiga kelele kuhakikisha ya kwamba mechi yetu hii inakuwa na mvuto mkubwa zaidi kimasoko, inakuwa na brandi kubwa zaidi, inakuwa ni mechi ambayo inazungumzwa zaidi kutokana na ukubwa wa matukio ambayo tutayafanya. Lakini kama haitoshi, mwaka juzi imechezwa fainali hapa Tanzania ya kombe la shirikisho ambayo ilikuwa ni fainali ya fainali dhalili kuwahi kutokea barani Afrika. Fainali ya kiwango duni sana kuwahi kutokea barani Afrika. Fainali ambayo haikuwa na mvuto wa aina yeyote ile. Fainali ya kidhalili mno kuwahi kutokea. Kwa nini ya kidhalili? Kwa sababu fainali hile watu waliingia bure uwanjani. Hauwezekani kwenye mechi kubwa ya mwisho ya kimaamuzi, mechi ya fainali,
watu wakaingia bure uwanjani. Huo ni udhalilishaji wa mpira wa kiwango cha hali ya juu mno. Wapo watu ambao wamepoteza maisha kutokana na fainali ile. Wapo watu ambao wamepoteza viungo vyao vya mwili kwa fainali ile, na wapo watu ambao wamepoteza mali zao kwa fainali ile. Simba Sports Club tunataka kufanya fainali yenye hadhi ya hali ya juu mno, fainali bora kuwahi kutokea barani. Na hayo ni mambo ambayo sisi tunayamudu na tunayaweza kweli kweli, na tutakwenda kuyafanya katika fainali yetu hii. Ndugu zanguni, fainali ndiyo top climax ya mashindano yoyote ile. Kwa hiyo fainali yetu hii dhidi ya Berkane, tangazo Asante. Fainali yetu hii ni fainali ambayo tunataka kuifanya hivyo kuwa ni fainali yenye hadhi kubwa. Kuelekea katika mchezo huu, mechi yetu ya tarehe 25, viingilio tunavitangaza hii leo.